Naam, mtazamaji wangu, hivi sasa kuna kipande cha video ambacho kinazidi kugonga vichwa vya habari. Hii kidhihirisha wazi kwamba kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole kwa njia moja au nyingine inaweza kuhusiana na kile alichokuwa kikizungumza katika mitandao ya kijamii. Ningependa tutizame kipande hiki cha video sisi wote, na ndipo ambapo niweze kukufahamisha nilichoweza kukuandalia katika video hii. Ila mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Samia utaingia kwenye rekodi ya kuwa rais wa mwanzo kabisa na mtangulizi wako katika mzee alikuwepo. Yaani mtakuwa marais wawili wa staff, mtaingia kwenye historia, mtafungwa. Wako wengine wenu watanyongwa. Shika maneno yangu, tuuza sawa. Siku itakapofika nasema yule jamaa alisema, wako watataifishiwa mali, tafilisiwa, tafungwa, tapigwa fine kwa mujibu wa sheria, na sio mbali. Una nafasi ya kuliepuka hilo na kustaafu kwa heshima. Naam, mtazamaji wangu, umeweza kutazama kipande hicho cha video. Kwa njia moja ama nyingine, yale yanayozidi kutokea hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania. Kwanza, ningependa ufahamu kwamba Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kutoweka katika hali ya njia tatanishi, jambo ambalo liliweza kuvunja mioyo ya Watanzania wengi. Ila sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Humphrey Polepole alipokuwa akihudumu kama balozi wa Cuba huko Marekani, yote yaliweza kuwa sawa akiwa chini ya uongozi wa serikali ya awamu sita na chama cha CCM. Ila baada ya kujiuzulu kama balozi wa Cuba na kurejea nchini Tanzania kwa njia ya siri ambayo wengi hawakuweza kuifahamu, ndipo ambapo Mheshimiwa Humphrey Polepole akaweza kuanzisha uhamasishaji kupitia mitandao yake ya kijamii, jambo ambalo chama cha CCM kiliona wazi kwamba Mheshimiwa Humphrey Polepole alichokuwa kikifanya kwa wananchi wa Tanzania sio uhamasishaji, bali alikuwa kifichua siri za chama cha CCM kutokana na muda mrefu ambao Mheshimiwa Humphrey Polepole alikuwa akihudumu ndani ya chama hicho. Pia sote tuliweza kushuhudia Mheshimiwa Humphrey Polepole kwa njia moja ama nyingine aliweza kuzungumza kabla ya hata Rais Mama Samia Suluhu Hassan kupendekezwa na chama cha CCM kuchukua fomu ya urais kwa ajili ya kupeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi uliokuwa umeweza kuratibiwa kikatiba kufanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Jambo hilo Mheshimiwa Humphrey Polepole hakuweza kulikubaliana nalo, jambo ambalo liliweza kuibua maswali. Je, ni kipi ambacho Mheshimiwa Humphrey Polepole anazidi kukifahamu ndani ya chama cha CCM ambacho Tanzania wengi hawafahamu? Pia kipindi na wakati ambapo aliweza kuanzisha uhamasishaji wake kupitia mitandao yake ya kijamii, tuliweza kushuhudia jinsi gani ambavyo aliweza kuchukua idadi kubwa ya namba ambazo zilikuwa zikiashiria watu waliokuwa wakifuatilia habari zake na uhamasishaji. Mwisho wa siku tuliona ni mchango gani aliyokuwa nao kwa njia moja ama nyingine, hasa kwa vijana Gen Z waweze kuwa makini kwa uchaguzi mkuu ambao utaweza kufanyika. Mheshimiwa Humphrey Polepole pia aliweza kuzungumzia swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi utakaotumiwa na maafisa wa polisi iwapo vijana Gen Z wataweza kuandamana. Kweli hilo liliweza kutokea, na hivi sasa kingine ambacho Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kukizungumza na kuhusiana na kwamba kipindi na wakati ambapo chama kikuu cha CCM kitaweza kumaliza zoezi la uchaguzi mkuu, moja kwa moja kitaweza kufanya maridhiano na vyama vya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, amini usiamini,
Hivi sasa kuna tetezi za chama cha CCM na uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa upo mbioni kwa ajili ya kuandaa kamati ya kufanya maridhiano, jambo ambalo linazidi kupingwa na idadi kubwa ya Watanzania, kwani vijana Gen Z waliokuwa wakiandamana ndio wanastahili kufanya maridhiano hayo, tofauti kabisa na wale wanaozidi kutarajiwa na viongozi wakuu wa chama cha CCM kufanya maridhiano nao. Mtazamaji wangu, haya yote yameweza kutokea hapa, inazidi kudhihirisha wazi kwamba ni kwa nini walioweza kumteka Mheshimiwa Humphrey Polepole wasingependa Mheshimiwa Humphrey Polepole aweze kuwa huru kipindi na wakati wa uchaguzi mkuu na hata baada ya uchaguzi mkuu. Hivi sasa kuna kamati ambayo inazidi kuchunguza visa vya vifo vya vijana Gen Z, ila tunashuhudia kuna watu wanaozidi kujikokota kutoa taarifa sahihi. Na mbaya kabisa, kuna mwanahabari kutoka nchini Kenya, Larry Madowo, yeye pamoja na wanaozidi kuhudumu katika runinga ya CNN wameweza kufanya uchambuzi wa haraka na uchunguzi ambao unaonyesha wazi kwamba wale walioweza kupigwa risasi na kuaga dunia sio watu jinsi ambavyo iliweza kuratibiwa, ya kwamba waandamanaji hao waliweza kutoka katika Jamhuri ya Kenya, wengine wakitoka Zambia, bali ni Watanzania ambao walikuwa wakiandamana kutokana na shinikizo la gharama kubwa ya maisha, pia kutokana na uchaguzi kutokuwa huru na haki, jambo ambalo mataifa ya kigeni yanazidi kuamini. Kutokana na uchaguzi huo, kiongozi mkuu wa upinzani, vyama viwili vya upinzani katika kiwango cha juu, vyote viliweza kuzuiwa na havikuweza kutoa mgombea wa urais, jambo ambalo linazidi kuonyesha wazi sababu ambazo Gen Z walizokuwa wakiandamana ni kweli. Na sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuwa mstari wa mbele kutabiri na kuona haya yote yataweza kutokea, ila tunafahamu kwamba kutokana na uungwaji mkono wa muda mrefu aliokuwa nao huko Cuba, amini usiamini, angeweza kuwa huru, angeingilia kati swala hili. Mheshimiwa Humphrey Polepole ni kiongozi ambaye hata kiwa chama cha CCM hakupenda watu waweze kukiuka haki za binadamu, jambo ambalo lilionekana kukera baadhi ya viongozi wakuu katika chama hicho cha CCM, ila sote tunafahamu kwamba alikuwa Mheshimiwa Humphrey Polepole, familia na jamaa bado hawajachoka kufuatilia kesi yake katika mahakama kuu, ila tungemtakia nguvu, uzima na hali ya kufurahisha, ila yote aliyokuwa akizungumza hivi sasa yanazidi kujiri na yanazidi kutokea na kuendelea kuonekana kuwa yupo sahihi kwa kile alichokuwa kikizungumza dhidi ya viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya 6, wakati huo hivi sasa wakiwa ni viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya 6. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Ni vema kwa wewe hapo kutochea maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.